Habari za leo wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote. Aidha kama una changamoto au una matatizo yote ambayo unafikiri kwako unaweza kukuletea shida na unafikiri tunaweza kushare huko ndani, au na changamoto ambayo binafsi unaweza kunishirikisha na kuweza kukusaidia, basi naomba tuwasiliane. Na kama hakuna changamoto, naomba basi leo tuendelee madarasa ya kuweza kumfahamisha mwanamke, lakini kwa hiyo mwanaume ambaye uko ndani, basi tufahamu mwili wa mwanamke unafanyaje kazi na hatua gani za kuchukua. Tukiwa tumezungumza jana kuhusiana na changamoto, au tukiwa tumezungumza kuhusiana na namna ambavyo tutaenda kuchambua kitabu chetu cha In the Flow, na tunaanza na sura ya kwanza na ya pili, lakini hapa tutaanza sura ya kwanza kwa sababu ni ndefu kidogo. Kwa hiyo tutavunja kila aya moja moja ambayo itakuwa ni muhimu na kuweza kuelewa mwandishi anazungumzia nini katika kitabu cha In the Flow. Lakini ukiachana mwandishi, ni vitu gani ambavyo vimejificha ambavyo wewe sasa mwanamke unapaswa kuvifahamu. Tulisema sisi tutaanza na sura ya kwanza na ya pili ambayo itavunja elimu ambayo iko au jamii imekaririshwa na haijapatiwa ufumbuzi, au jamii imelishwa vitu na havijui namna ya kuchukua au hatua za kuchukua, au kile kitu ambacho kimelishwa ni kizuri au kibaya hawakifahamu. Sasa leo tutaenda kuvunja miko hiyo ambayo ni mibaya na kufahamu ni kitu gani ambacho kikiona basi kwako ni kizuri na kitu gani ambacho usipokiona au kikiona lakini ukafahamu kwamba hichi ni kizuri au hichi ni kibaya. Tukianza kabisa na sura yetu ya kwanza, mwandishi amezungumza kuhusiana na shule, namna ambavyo shule inaweza kupelekea jamii kakalishwa vitu vibaya. Akazungumzia mfano mwili wa binadamu au mwili wa mwanamke na mwanaume imetengenezwa katika namna mbili tofauti, yani project, ama mwili wa mwanamke umechukuliwa kama yeye ni mwili ambao ni project. Anashauriwa sana ajitunze, yani avae nini au afurahie kitu gani au apake nini au anukie nini, ili yani yeye amechukuliwa kama ni mazingira, yani mwili wake umechukuliwa kama vile ni mazingira fulani ya ni project fulani ambayo lazima ikamilike. Sasa ili ikamilike lazima kuna vitu ambavyo lazima afanyiwe au aongezewe. Ni shule ambayo umetulisha hivyo. Lakini pia kwa upande wa mwanaume wenyewe imechukuliwa kama vile ni tools au ni kifaa fulani ambacho lazima kitumike kwa nguvu au kitumike na kuweza kuleta matokeo. Yani yeye mwanaume amechukua kama vile chanzo. Yani ili mwili wake uonekane ni mwanaume, basi mwili wake lazima uwe tools, yani utumike kufanya mambo fulani makubwa zaidi. Lakini mwanamke yeye amechukua kama vile project fulani ambayo ili ikamilike lazima kuna resources ambazo zitatoka kutoka nje. Kwa hiyo hapa ni dhana ya kwanza ambayo shule imeweza kutudanganya, au ni shule ambayo lazima ifahamishwe, au tumepokea zile taarifa kutoka shule kutokana na haya mambo ambayo tumezungumza hapa. Lakini pia mwandishi akazungumzia kuhusiana biolojia, sperm au mbegu za kiume na egg ambao ni yai au period. Sasa hapa nazungumzia mwanaume kama vile ni chanzo, awamu ya kwanza, lakini hapa nazungumzia zile mbegu za kiume kama vile nguvu au powerhouse ambao mwanaume anakuwa nao ndani yake. Yani kadri anavyozidi kumaintain zile sperm zake au kadri anavyozalisha zile mbegu zake za kiume, ndivyo ambavyo mwanaume anakuwa na nguvu. Lakini mwanamke yeye kadri anavyovunja yai au anavyoingia period, yeye ndivyo ambavyo udhaifu unatokea au anaonekana ni mtu mwenye kupoteza kabisa. Kwa hiyo dhana ya kwanza ambayo tumekaririshwa ambayo ni mbaya na sio nzuri kusana hivyo vitu viwili au mitazamo hii mitatu ambayo jamii imekaririshwa, au inawezekana ni wewe ambaye uko ndani katika group umekaririshwa kuhusiana na hii issue ya project, lakini issue ya tools ambao mwanaume anachukua kama ni vile ni kifaa, lakini pia na biolojia ambavyo inatafsiri namna ambavyo mtu anaiona mbegu ya kiume na mbegu ya kike, kwamba yai na hii sperm inakuwaje. Lakini hasara yake ni nini sasa baada ya kukalishwa hivi vitu vyote hivi? Hasara yake ni kuaminishwa kufeli. Yani yeye mwanamke ambaye kila siku anaingia period au anaingia kina changamoto, lakini yule mwanamke ambaye anakosa period ile pia anaonekana ni mtu ambaye amefeli. Yani maana yake hawezi kufanya chochote, yani hawezi katungisha, hawezi kufanya chochote. Lakini nyuma hicho kitu kuna nini? Hapa hajaangalia umuhimu. Yani kwa sababu gani mwanamke anatoka period, sawa, na hajapata ujauzito, au kwa sababu gani mwanamke anaenda period, lakini kuna faida ambazo ziko nyuma yake, ambazo ya kwanza kabisa, kama mwanamke atakuwa anapata mfululizo mzuri au mlolongo mzuri wa hedhi au ana mzunguko mzuri tuseme, na homoni zake ziko vizuri, yeye kwanza homoni ndio mbele. Sasa
tutakuja kuchambua homoni kama homoni zenyewe, lakini homoni za mwanamke zile estrogen na progesterone zinapotokea kwa kiwango kizuri au katika maintain au ile au kiwango ambacho kinahitajika, ni basi mwanamke atakuwa na uwezo mzuri wa kulinda ubongo, ambaye ubongo wake utafanya kazi vizuri na atakuwa na uwezo mzuri wa kuchakata taarifa, lakini pia homoni hiyo hiyo italinda mifupa. Ndio maana wanawake wengi ambao wamesogea umri kidogo au washakwama hedhi wakutana na changamoto ya maumivu ya migongo, nyonga na kadhalika, na singizia ni uzazi, lakini kumbe ni homoni zile ambazo zinahusika na masuala ya hedhi au mzunguko zimekuwa kwa kiwango cha chini kimeshuka, ambazo zilikuwa zinafanya kazi ya kuimarisha mifupa ya mwanadamu hususan mwanamke. Lakini pia hisia zake zitabadilika kidogo, kuna nyingine hisia ambazo zitakomaa au nyingine zitakuwa ni tofauti kidogo, au zitakuwa ni mtu mwenye kupata hasira sana, au mwingine atakuwa ni mpole sana kutokana na upungufu wa zile homoni ambazo mwanamke atakuwa anazalisha. Lakini pia homoni ya estrogen pia inasaidia kulinda moyo wa mwanamke. Kwa hiyo ndio maana wanawake wengi baada ya kusogea umri tena napambana tena na wanawake ambao wamesogea umri sana muda mrefu au wameenda ukomo, hawaendi hedhi, kutana na changamoto ya mioyo kuuma au kuwa na changamoto ya moyo, ambao anakuwa anausikia moyo unapiga haraka haraka. Kwa sababu gani? Kuna hii homoni ya estrogen imeshuka mwilini. Kwa hiyo hapa sasa unaweza kutambua sasa elimu namna ambavyo tukalilisha. Kwa hiyo elimu sehemu ya kwanza imetukalilisha kwamba mwili wa mwanamke ni sehemu ambayo ya kufeli, au ni sehemu tumeaminishwa kwamba mwili wa mwanamke ukiwa nao au wewe ukiwa ni mwanamke tayari umefeli. Kama hautakuwa na uwezo wa kushika ujauzito au period yako imekuwa yenye kusumbua tayari umefeli. Kumbe nyuma ya kile kitu kuna faida kwamba ukishakuwa na mzunguko mzuri, na hapa inatokana na mazingira ambayo utakuwa umejiweka. Kwa hiyo itasaidia kulinda ubongo wako, kuimarisha mifupa, hisia, lakini pia na moyo, ambao mwanamke atakuwa vizuri zaidi. Lakini akatolea mfano katika miti au mti, namna mti ambao unachanua na kusinyaa, yani msimu ambao mti unachanua na kusinyaa ndivyo ambavyo mwili wa mwanamke ulivyo. Yani ukijihisi wewe uko tofauti na kama vile mti, yani kuna kipindi ambacho wewe unatakiwa usimame na kuna kipindi ambacho wewe unatakiwa upoe au uwe na nguvu ambayo iko chini, sawa? Kwa hiyo mwandishi Alisa Vitti aitolea mfano wa mti ambao unapokuwa au namna ambavyo unafanya kazi katika maisha yake kila siku. Kwa hiyo na mwanamke pia yuko hivyo hivyo, kuna kipindi ambacho ananyauka au anakuwa kwa kiwango kidogo, na kuna kipindi ambacho anachanua, kile kipindi ambacho anakuwa ovulation. Kwa hiyo anakuwa na ustawi wa kiwango cha juu kabisa. Lakini miili yetu ni kama vile mashine ya ajabu, yani namna ambavyo mwili wa mwanamke umeundwa ni kama vile mashine ya ajabu, ambayo cha kwanza kabisa mwanamke ana uwezo wa kuvuja damu na asifariki, lakini wewe mwanaume ukivuja damu muda mrefu unafariki, si ndio? Kwa hiyo kuna tofauti namna ambavyo mwili wa mwanamke umeundwa. Kwa hiyo mwili wa mwanamke ni kama vile mashine ambayo alitolea mfano wa 3D, ambayo ina uwezo wa kuvuja damu lakini mwanamke asifariki, lakini pia ina uwezo wa kutengeneza kiumbe kingine kipya ambacho wewe mwanaume unashindwa, au wewe umekuwa ukitoa tu mbegu na yeye pia anaweza kazalisha hicho kiumbe kingine na kuweza kukitunza na kukipa uhai. Kwa hiyo mwili wa mwanamke una uwezo mkubwa sana. Lakini akasema hoja badala ya kusifu au elimu badala ya kusifu mwili wa mwanamke umekuwa ukididimiza na kufanya kama mwili ambao ni taka au sehemu ya kufeli, au ukiwa nao wewe ni kama ni mwili wa mwanamke ni kama vile umefeli. Lakini mwandishi akafika mbali zaidi akazungumzia, ukisoma kitabu kuna kitu kinaitwa The Hormonal Symphony ama The Seven Hormonal Symphony. Hii ni nini? Ni mafanikio makubwa mageuzi ya mwanadamu au growing achievement of human evolution. Hichi ni kitu ambacho mwanamke huwa anakipitia, au mageuzi ya hizi homoni 7 ambazo mwanamke anakuwa nazo zinazoshika wakati ambapo mwanamke anakuwa matured. Lakini kwa nini sasa kufundisha hizi homoni 7 vizuri na matokeo yake yanakuaje? Kwa sababu elimu au kiwango chetu cha elimu au maarifa ambayo yanatolewa shuleni ni yenye kufichwa, lakini pia kwa kiwango ambacho si chenye kuleta manufaa moja kwa moja. Kwa hiyo sisi tumeaminisha chochote ambacho tutakifanya ni mtu ambaye anakufeli. Sasa ukisoma zaidi kwa kitabu cha Alisa Vitti anazungumzia mtego wa ushauri wa mwanaume, The Human Advice Trap. Hii ni nini? Ni mtego ambayo
majukumu mengi au vitu vingi ambavyo tunaviona katika jamii vimekuwa vyenye kushauriwa au vimekuwa vyenye kushauriwa kutokana na mfumo wa mwanaume, ambao jana tulisema binadamu ana mifumo miwili au duniani katika mwili wa mwanamke na mwanaume kuendeshwa na mifumo miwili, ambayo ya kwanza tulisema circadian na infradian. Circadian rhythm huu ni mfumo wa masaa 24, lakini infradian ni mzunguko wa masaa, ni mzunguko wa siku 28, ambao tunafahamu kila mmoja kama ni mzunguko wa siku 28, lakini hapa ametolea tu wastani wa jumla, lakini kila mwanamke ana mzunguko wake na kila mwanamke ana kundi lake ambalo tutakuja kuzungumza huko mbele. Kwa hiyo mfumo wa circadian ni 24 na infradian ni mzunguko wa siku 28. Sasa hii inakuwaje? Namna ambavyo dunia tumekuwa tukishauriwa kuhusiana na chakula na mazoezi na usimamizi wa muda, au muda gani ufanye kazi vizuri, au chakula gani ambacho unapaswa kula na kuleta matokeo, au mazoezi gani ambayo unapaswa kufanya na kuleta matokeo. Huo ni mfumo ambao tunaendeshwa, ni mfumo wa kiume ambao hauleti matokeo moja kwa moja. Ushawahi kujiuliza kwa sababu gani kuna chakula fulani ambacho unaambiwa ule wewe mtoto wa kike alafu hakileti matokeo ukilinganisha na mtoto wa kiume na kila, au mazoezi fulani unaambiwa haya ukifanya utapunguza tumbo, lakini ukifanya bado yanakuwa hayakupi matokeo yale yale. Au kuna wakati unaambiwa amka asubuhi ili upate ufanye kazi kwa kiwango kikubwa zaidi, lakini bado umekuwa haupati matokeo kama ukiamka asubuhi. Sasa wewe ni mfumo wako umekalilishwa huo masaa 24 ambao ni mfumo wa kiume kulinganisha na mfumo wa kike wa mzunguko. Sasa katika mfumo wa kike na wa kiume inabidi wewe mwanamke uzingatie mfumo wako wa infradian rhythm, ambao ni mfumo wa kutumia mzunguko wako kalenda. Ni kipindi gani ambacho unatakiwa kuwa na nguvu, au kipindi gani ambacho unatakiwa kuwa stable, ni kipindi gani ambacho unapaswa kupunguza majukumu yako ya kazi, na kipindi gani ambacho unapaswa kuwa free kabisa, yani uache kabisa kufanya kazi. Utatumia nini? Mzunguko wa siku 28 au mzunguko wako wa siku 21 mpaka 45 ambao tutakuja kuzungumza huko mbele. Kwa hiyo mzunguko wa masaa 24 ukoje? Hapa tutakuja kuzungumza. Naomba kwa kipindi kifupi tujifunze vitu hivyo kwanza, utafakari. Nitaanza na baadaye tutakuja kusoma circadian inakuaje na infradian inakuaje, ili kuweza kuhakikisha vyako vinakuwa bora zaidi. Una changamoto mpaka hapa tulipoishia au tulipo? Yes. Na tuliposoma na tulipoishia utaniuliza kupitia comment hapo chini, au group liko wazi, utauliza swali, ni kitu gani ambacho hujaelewa nikuelezee vizuri, na mifumo gani ambayo ipo. Lakini basi inayofuata tutajifunza circadian na infradian, lakini tutakuja kuvunja sasa ile miiko ambayo huwa tunaambiwa kwamba mwanamke lazima awe nayo. Mfano, mwiko mmoja ambao jamii tumeelisishwa au tunaamini kwamba ni salama ni uwepo wa maumivu wakati wa hedhi. Je, mwanamke kuwa na maumivu wakati wa hedhi ni salama au ni hali ya kawaida? Sasa hapo tutakuja kuvunja tena huu mwiko. Ni kitu gani ambacho kipo hapo? Basi usisahau kufuatilia madarasa yetu, na naomba tu usishare linki sehemu yoyote, kwa sababu wale ambao waliingia mwanzo tulikuwa wanafunzi wengi sana, na baadaye katoka na nikaendelea kupost, lakini hakuna mtu ambaye mwingine amebahatika kuingia. Kwa hiyo hapa tutajifunza namna ambavyo unaweza kutumia mzunguko wako na kuweza kukupa matokeo moja kwa moja. Inawezekana sasa hivi usinielewe sana, lakini wakati ambao unataka kuutafakari au wakati ambao unataka kujifunza na kufanyia kazi, utakuja kunielewa kuwa wewe haupaswi kuendana sawa na mzunguko wa mtoto wa kike. Mfano, asubuhi mwanaume anakuwa na homoni ziko juu sana za testosterone, ambao sasa wewe ni tofauti kidogo, au wewe ni tofauti na mwanaume, na asubuhi mwanaume anamaanisha ndio anakuwa na nguvu zaidi, lakini wewe utaamka kumbe na kipindi mzunguko wako hiyo siku wewe kwako siwe ni nguvu kabisa, lakini mchana ni kipindi ambacho homoni ya testosterone ya mwanaume inakuwa inashuka. Kwa hiyo pia hivyo na yeye ufanye kazi wako tofauti, na yeye pia anakuwa tofauti. Kwa hiyo ni kipindi ambacho unapaswa kuwa nacho makini ili kuweza kupata madarasa haya. Basi endelea kubaki katika grupu, lakini kile ambacho nakufundisha jitahidi kukifanyia kazi na kurejesha kama unaweza kunielewa na kuweza kupata madarasa haya kwa kina zaidi. Asanteni, mpaka wakati mwingine.